Filamu yetu ya leo, hiki ni kisa cha kweli kabisa ambacho kilitokea huko nchini India. Ila kabla tujaanza mzigo wetu wa leo, tafadhali usiache kusubscribe chaneli yetu mtu wangu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kupata kila aina ya filamu zetu zote mpya tunazokusogezea moja kwa moja kupitia hapa Swahili Recap. Na utakuwa umetusupport kwa namna moja ama nyingine sisi kuweza kuchapa kazi na kukuletea filamu mpya kila siku. Na kama wewe umekushaweza kusubscribe chaneli yetu, sasa twende kazi mtu wangu. Filamu yetu inaanza, tunamwona mwamba mmoja wa kuitwa Anand Prasad Kumari, na hapa alikuwa anapokea tunzo yake ya kuwa mwanahesabu bora, na hiyo afra iliweza kuhudhuriwa na waziri wa elimu wa hapo nchini India. Lakini pia huyu mwamba alikuwa anapenda sana hisabati, yani mpaka kwenye barua ambazo alikuwa anamwandikia mpenzi wake alikuwa anatumia hesabu. Ila huyu jamaa sio poa mtu wangu. Na huyo mpenzi wake alikuwa anaitwa Supriya. Lakini pia Anand alikuwa na ndoto ya kusomea PhD ya hesabu kwenye chuo kikubwa huko nchini Uingereza. Lakini pia alikuwa anapenda sana kushinda library kubwa kwa ajili ya kujifunza yale mahesabu magumu yale ambayo kwa upande wa huku sisi ambao tulishindwa zile D2 tuliweza kulikimbia ili somo, lakini mwamba wetu alikuwa anapenda kinoma. Yani ukimwekea hesabu na kula, yeye atachagua hesabu, ataacha kula. Lakini kwa wale tuliokimbia hisabati, oya, huku usije mtu wangu, aibu utaona wewe. Na alikuwa anaishi na familia yake, mama yake, baba yake wa kuitwa Prasad Kumari na kaka yake wa kuitwa Pranav. Na baba yake alikuwa anamsupport sana mwanae kwa kile alichokuwa anakifanya, yani cha kupenda kusoma, hususani somo lake hilo la hesabu. Siku moja akiwa yupo library na anaendelea kupiga pindi, alikutwa na mmoja wa walimu wa pale chuo. Na huyo mwalimu alionekana kumkamia kweli mshikaji, na alipofika pale akawa anamuuliza, "Wewe unafanya nini hapa? Na inaonekana sio mwanafunzi kabisa wa hapa. Inabidi ufanye haraka uweze kuondoka." Lakini mwanetu Anand yeye akawa anamjibu yule mwalimu kwa kumwambia kwamba mimi nimekuja kusoma tu hapa na kuna hii hesabu nataka niifanye. Oya, yule mwalimu akamwambia kwamba hiyo hesabu wameshindwa maprofesa wakubwa wa vyuo, wewe utawezaje? Lakini Anand akamwambia mimi nahitaji kujaribu. Ila yule mwalimu alishindwa kabisa kumuelewa Anand na kuamua kuweza kumfukuza pale. Wakati akiwa anatoka, na mmoja kati ya wafanyakazi pale alimwambia kwamba inabidi ufanye kitu ili uweze kuandikwa kwenye magazeti, na ukishaweza kufanikisha hivyo kile kitabu ambacho ulikuwa unataka kukisoma pale utapata bure mtu wangu. Oya, Anand aliposikia hivyo aliamua kufanya swali gumu ambalo hata maprofesa wa vyuo walishindwa kabisa kulifanya hilo swali. Na baada kulifanya hilo swali aliamua kulituma kwenda huko nchini Uingereza bwana. Na baada ya muda kupita, uweze amini mtu wangu, Anand alifanya vizuri kwenye lile swali na aliweza kuitwa na chuo kikubwa huko Uingereza kilichokuwa kinafahamika kwa jina la Cambridge. Ikabidi sasa baba yake Anand aweze kupambana kwa hali na mali kuhakikisha kijana wake anakwenda kutimiza ndoto zake ya kwenda kusoma kwenye chuo kikubwa huko nchini Uingereza ambacho kiliweza kumtumia proposal aweze kwenda kujiunga nacho. Ila kwa bahati mbaya mzee wake Anand hakuwa na pesa za kutosha na mzee alikosa hata mtu wa kumsaidia ili mwanae Anand aweze kwenda nchini Uingereza. Na kama ninavyofahamu bwana, wazee ambao walokuwa wanajitolea sana kwa watu wengine, ikitokea tu wanakuja kupata changamoto wanashindwa kusaidiwa hata na mtu mmoja ambaye hapo nyuma alikushaweza kumsaidia. Na mzee Anand alikuwa ni mtu wa kutoa kwa kila mtu, lakini lilipokuja swala lake la yeye kuhitaji msaada ili mwanae aweze kuelekea huko nchini Uingereza, kila mtu aliweza kumkataa bwana. Sasa swala lile lilimpa mawazo sana baba yake na Anand na kupelekea kupata mshtuko wa moyo. Na wakati vijana wake Anand pamoja na Pranav wakiwa wanamwaisha hospitali, ya mtu wangu, uweze amini yule mzee kwa bahati mbaya aliweza kufikia njiani kabla hata ya kuweza kufikishwa hospitalini. Baada ya tukio hilo kutokea, ikabidi sasa pale Anand na Pranav wao ndio waanze kumtuza mama yao, na Anand aliachana kabisa na masuala mazima ya masomo na kuanza kufanya kazi ambayo itaingizia kipato cha kupeleka hata mkono kinywani.
Siku moja akiwa anaendelea na majukumu yake ya kazi, kwa bahati mbaya aliweza kugongwa na gari, na aliyemgonga alikuwa mwamba mmoja hivi wa kuitwa Rarani. Huyu yeye alikuwa ni mwalimu wa tusheni, na ilikuwa tusheni kubwa na maarufu ambayo inafundisha kwa ustadi wa hali ya juu, na wanafunzi wengi walikuwa wanatamani sana kwenda kujifunza hapo, ila changamoto kubwa ilikuwa kwenye masuala mazima ya pesa. Hii tusheni ilikuwa inatoza pesa kubwa kweli. Kutokana na Lalan alikuwa anamfahamu vizuri sana Anand juu ya uwezo wake, ikabidi amwambie na kufahamu vizuri juu ya uwezo wako, lakini pia kuna jambo unataka tuzungumze mimi na wewe. Kisha akamchukua pale na kuingia naye kwenye gari, na mastori yakaanza hapo, akaanza kuchamba umbea, au sio? Yule Lalan akamwambia kwamba sisi tuna tusheni yetu ambayo inafundisha wanafunzi, na kwa uwezo wako mkubwa ambao uko nao wewe, tunaamini unaweza ukaisaidia kwa kiasi kikubwa kufika sehemu nzuri, na sisi tutakulipa pesa nzuri ambayo itakusaidia wewe kujikimu na maisha yako. Anand baada ya kusikia hivyo ikabidi awaze mara mbili kutoka kufanya biashara za mtaani mpaka kuwa mwalimu. Sio poa mtu wangu, hata wewe hiyo bahati usingeweza kuiacha. Ikabidi pale aweze kukubali na kuanza kufundisha kwenye hiyo tusheni bwana. Na kutokana na ufundishaji mzuri wa Anand, ile tusheni iliyokuwa inafahamika kwa jina la Excellence ilifanya vizuri kweli, na Anand alikuwa mwalimu maarufu. Na kutokana na Anand alikuwa mwenye uelekeo wa maisha kwa sasa, baba yake na yule binti Supriya aliweza kumruhusu kabisa binti yake kuishi na mwanae. Unajua tena wazee wanapenda mabinti zao waishi kwenye maisha mazuri. Kwa alivyoona Anand anaingiza michuzi, alifungua moyo wote na kukubali binti yake aweze kuishi na mwanae bwana. Sasa siku moja akiwa anatoka zake baa, unajua tena pesa zipo, lazima uende ukasuuze moyo bwana kwa kupiga moja moto moja baridi. Alimuona mwanafunzi mmoja hivi mwenye maisha ya hali ya chini ambaye alikuwa anapiga zake msuli pale. Anand ikabidi amfuate pale na kupiga naye story 2-3, akimuuliza unafanya nini hapa? Yule kijana akamwambia nasoma. Na Anand akamuuliza unasoma somo gani? Kijana akamwambia nasoma hisabati na napenda sana kufanya hesabu. Anand alivyosikia hivyo akaona yes, huyu kijana usikute na ndoto kama za kwangu. Akaendelea kupiga story pale mpaka yule kijana alipoweza kuitwa na bosi wake. Kwa kuwa Anand muda huo alikuwa vyombo, ikabidi pale aweze kuitiwa usafiri ambao utamwescort mpaka kufika nyumbani kwake. Na usafiri ulivyofika pale, alikuja mzee mmoja hivi na baskeli yake fulani hivi, huku nyuma ilikuwa na sehemu ya kumbebea mtu, akamtia Anand, wakawa wanatembea kuelekea nyumbani kwake huku wakipiga story. Yule mzee wakiwa njiani waliongea mambo mengi kweli, akisema ya kwamba watoto wetu maskini wanashindwa kabisa kupewa nafasi ya kwenda kusoma kwenye chuo kikubwa cha Indian Institute. Sasa hiki chuo cha Indian Institute hiki ni chuo kikubwa kweli hapo nchini India, ambacho kina saili wanafunzi kwa waloweza kufaulu ule ufaulu wa hali ya juu kweli. Na ukienda hapo mwanafunzi wewe ndio unachagua unataka kusomea nini. Kama unataka kusomea udaktari, unataka kusomea uinjinia, kiufupi kilikuwa ni chuo cha science, ila sasa usaili wake wa wanafunzi lazima upate alama za juu. Na yule mzee kaendelea kusema ya kwamba wanafunzi wetu watashindwa kupata nafasi ya kwenda kusomea hapo kwa sababu hatuna pesa za kutosha za kwenda kuwapeleka tusheni ambazo zitaweza kuwasaidia wao kuweza kufanya vizuri kwenye masomo yao, kupata ufaulu mzuri na kwenda kujiunga kwenye hicho chuo. Ya mtu wangu, swala hilo liliweza kumbadilisha kabisa mtazamo wa Anand, na alikumbuka mambo mengi ambayo waliweza kupitia kipindi baba yake alipokuwa anampambania yeye kutimiza ndoto zake za kusoma. Licha aliweza kuwa vyombo na alikuwa ametinga kweli. Baada ya hangover kuweza kukata, alichoamua kufanya ni kutoa tangazo ya kwamba anafundisha wanafunzi wenye hali ya chini bure kabisa. Yaani pasi yako ya kujiunga kwenye masomo yake ni wewe tu kutoka huko pahali ulipo na kwenda kumfuata yeye pale alipo. Kisha Anand alichoweza kuamua kufanya, akatafuta jumba fulani hivi lilokuwa kuukuu na kufanya kuwa ndo darasa lake. Na uwezi amini mtu wangu, mwitikio ulikuwa mkubwa kinoma. Wanafunzi walijitokeza kila kona, sehemu mbalimbali, wakienda kufuata wito ambao waliweza kuitwa, na asilimia kubwa ya wanafunzi walikuwa wale wa hali ya chini ambao walikuwa wana ndoto kubwa ya kuhitaji kutimiza malengo yao.
Siku moja akiwa anaendelea na masomo yake pale, alikuja Lalan ambaye huyu alikuwa ni mwajiri wake aliyoweza kumpa kazi kwenye ile tusheni ya excellence. Sasa yule alipofika pale ikabidi waanze kuchama umbea. Kwa kipindi hiko Anand alikushaweza kuacha mpaka ile kazi yake ya kufundisha tusheni bwana. Yule Lalan alipofika pale akawa anajaribu kumshawishi ili mwamba aweze kurudi kwenye kile chuo, lakini Anand aliamua kusimamia msimamo wake ule ule ya kwamba mimi nimeamua kusimama na wanafunzi maskini ambao nitawasaidia kwa hali na mali mpaka kwenda kujiunga na chuo hiko kikubwa cha hapo nchini India. Yule Lalan baada ya kuona Anand anapinga swala lake, ikabidi pale aweze kutoa maneno ya shombo na kuambia wewe hautaweza kumfaulisha hata mwanafunzi mmoja kwenda kwenye hiko chuo, na ikitokea umefaulisha basi ni wanafunzi wawili au watatu, na hao wanafunzi wengine watakaobaki wataenda wapi? Sana sana kurudi kwenye kazi zao zile za zamani. Kama mtu alikuwa anauza pombe atarudi kuuza pombe, kama mtu alikuwa anabeba viroba atarudi kubeba viroba vya simenti. Anand aliona sasa hizi dharau, ikabidi pale aweze kuongea na yeye kwa hisia. Mimi najitolea kwa hali zangu zote na naamini wanafunzi hawa wataweza kufaulu. Baada ya hapo yule Lalan aliamua kuondoka zake bwana. Ila lile swala ambalo aliweza kuliongea wanafunzi ilipelekea pale kuanza kukata tamaa, na jioni yake wanafunzi walikuwa wanajiandaa waweze kuondoka, maana yule mzee kiukweli aliongea maneno ya kukatisha tamaa mtu wangu. Ila Anand alichoamua ni kwenda kuwamotivate wanafunzi wake kwa kuwatia motisha ya kwamba sisi tunaweza na tunaweza kufika mbali tukiamua kujitoa kwa asilimia kubwa. Lakini kazi yake ya kufundisha haikuwa rahisi mtu wangu, kwa sababu kujitolea kwake kufundisha na kuachana na kazi ya kule kwenye ile tusheni ya excellence kuliweza kuasili tusheni ya excellence kwa kiasi kikubwa, na baadhi ya wanafunzi wale wakishua waligoma kabisa kusoma na walikuwa wanamtaka Anand ndio aweze kuwafundisha. Sasa maisha ya Anand yalianza kuwa hatarini. Walitumwa watu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kumchafulia jina lake, wengine wakitumwa kwa ajili ya kwenda kumtisha. Lengo ni kumkatisha tamaa, ila Anand hakukatishwa tamaa kabisa na aliamua kupambana na mpango wake sako kwa bako. Kutokana na alikuwa anahudumia wanafunzi wake kwa kila kitu, kula na mambo mengineyo. Sasa kukawa na changamoto ya chakula na ikabidi Anand aende kwa Lalan ili kuweza kuomba msaada wa kupata angalau chakula cha miezi 3 ili aweze kuwahudumia wanafunzi wake 30 mpaka kipindi cha kufanya mtihani wa mwisho wa kujiunga na chuo hiko cha hapo nchini India. Lakini alipofika pale yule Lalan aliweza kumpa masharti ili aweze kumpa chakula cha miezi 3 kwa wanafunzi wake 30. Ikabidi waweze kuandikishiana pale ya kwamba inabidi wanafunzi kutokea kwenye tusheni yao ya excellence na wanafunzi wake waweze kufanya mtihani. Ikitokea wanafunzi wa Lalan wamefaulu kuzidi wanafunzi wa Anand, basi Anand yeye atafunga darasa lake, na ikitokea wanafunzi wa Anand wamezidi ufaulu kuzidi wanafunzi wa Lalan, basi atapewa chakula cha miezi 3. Anand pale akakubali, alikuwa na jinsi na akasaini pale. Sasa ikabidi mtihani uweze kufanywa kwa wanafunzi wa Lalan lakini pia wanafunzi wa Anand, na matokeo yalipoweza kutoka, mtu wangu uwezi amini, wanafunzi wa Anand waliweza kufeli zidi ya wanafunzi wa Lalan. Yani wanafunzi wa Lalan walipata ufaulu wa 52%, lakini wanafunzi wa Anand walipata ufaulu wa 49% pekee. Ikabidi sasa pale aende kutoa neno na kukubali ya kwamba chuo chake atakifunga na yeye atarudi kwenye ile tusheni aliyokuwa anafundisha ya excellence kama ilivyokuwa hapo awali. Na alipofika pale juu ikabidi sasa utafute ule mkataba, ila kwa bahati mbaya au nzuri ule mkataba haukuweza kuonekana pale, na kutokana na mkataba ukuwepo ikabidi Anand aweze kukataa ya kwamba hakuweza kuzungumza kitu kama hicho. Na uwezi amini mtu wangu, swala hilo aliweza kulifanya Supriya, yule ambaye alikuwa mpenzi wake wa zamani bwana. Na baada ya hapo Lalan aliendelea na darasa lake, huku siku za kufanya mtihani wa kujiunga na chuo hiko cha India zikiwa zinakaribia kuisha bwana. Sasa siku moja Anand akiwa anarudi zake nyumbani kwake usiku, alitokewa na vijana wawili ambao wakati wanamfuata
walienda kama pale kwenda kumsupport na kukubali kile ambacho anakifanya kwa kujitolea kuwafundisha wanafunzi wa kimaskini bure kabisa. Ila kumbe hawa vijana walikuwa wana lengo baya bwana. Walitumwa kwenda kumuua Anand. Uwezi amini, wakati akiwa anafanya mazungumzo, mshikaji mmoja pale alichomoa chuma na kumpiga Anand. Anand anastuka, risasi ishaingia mwilini mwake. Na wale washikaji walichomoa kukifanya ni kumpeleka kabisa kwenye reli ili aweze kugongwa na treni na aweze kupoteza maisha, kwa sababu alivompiga ile risasi hakuweza kufa moja kwa moja na alipigwa risasi ya tumbo. Lakini Anand akukubali mtu wangu, aliwangangania wale washikaji. Na wale washikaji walipoona treni inakaribia na Anand bado ameweza kuwangangania, ikabidi wamtoe bwana, ndio ikawa pona yake. Na muda huo akaja mdogo wake Pranav pale na kuanza kuwatishia wale washikaji na bunduki bwana. Washikaji wale walivoona hivyo ikabidi wakimbie na muache Anand kuepuka zogozogo. Kisha Anand akapelekwa hospitali, lakini alipopelekwa hospitali haikuishia hapo mwanangu. Walitumwa watu waende wakamue kule hospitali. Ila kwa bahati nzuri hospitalini walikuwepo wanafunzi wenzake, na mmoja kati ya wanafunzi aliweza kusikia taarifa ya kwamba kuna watu wamepangwa kwenda kumuua Anand kule hospitali. Aliweza kupeleka pale taarifa hospitali, na wale wanafunzi waliamua sasa kumtetea mwalimu wao. Walipambana pale, sio poa mtu wangu, walipambana mpaka kuweza kuwashinda wale majambazi ambao walitumwa kwenda kumuua Anand. Na siku ziliweza kwenda toka tukio hilo ambalo Anand alihitajika kuuliwa pale hospitali, na waliweza kufanya mtihani wanafunzi wa Anand, na ilikuwa siku sasa ya kwenda kuangalia matokeo. Anand akiwa na wanafunzi wake nje alikuwa ana pressure kinoma mtu wangu. Alikuwa atulii muda wote anawaza, wanafunzi wangu watafaulu kweli hawa? Uwezi amini, matokeo yalipoweza kubandikwa na wanafunzi kwenda kuchungulia, wanafunzi wote 30 waliweza kufaulu mtihani wa kwenda kujiunga na chuo cha India Institute ambacho ni chuo kikubwa kwelikweli pale nchini India. Hiyo ilikuwa ni furaha kubwa kwelikweli kwa Anand, ambaye ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuwasaidia wanafunzi wa kimaskini kujiunga na chuo hicho kwa lengo la kwenda kutimiza ndoto zao bwana. Na huu ndio unakuwa mwisho wa filamu yetu nzuri ambayo tumeweza kukusogezea hapa Swahili Recap. Mtu wangu, kama wewe umefika mpaka hapa, tafadhali usiache kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.